Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana, na napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Ndugu msikilizaji, tunaendelea na somo letu la malaika. Nikukumbushe, tuko kwenye mwezi wetu wa malaika, na ni mwezi wa kuruhusu malaika wa Mungu watuhudumie kwenye kila eneo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea sana kuona malaika kwenye maisha yako. Tegemea sana kuwaona malaika kwenye malango yako. Tegemea sana kuwaona kwenye ndoto zako, kwa sababu tunawaruhusu waje watuhudumie, waje watusaidie, waje watupe maelekezo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku ya leo tunaenda kusimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika wakunasue kwenye kila mitego ya siri uliotegewa njiani. Naomba nirudie tena, kichwa cha somo kinasema hivi: omba na ruhusu malaika wakunasue kwenye kila mitego ya siri uliotegewa njiani. Kukunasua maana yake kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo mtu wa Mungu, tutawaruhusu malaika wa Mungu watuokoe kwenye kila mitego ya siri uliotegewa au tuliotegewa njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla sijaendelea, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa ajili ya siku nzuri sana ya leo, Mungu, ambayo umetupa. Bwana Yesu, muda huu tunapoingia kwenye saa ya maombi na kipindi cha maombi, ninaomba umruhusu malaika zako, ruhusu Roho Mtakatifu wako awe katikati yetu. Na Roho Mtakatifu, ninakuomba, ninakusii Roho Mtakatifu, ukatumie kinywa changu nikaseme maneno yako, kinywa changu kikazungumze neno lako, lile neno ambalo Baba umekusudia kusema na watoto wako wote wanaosikiliza kipindi hichi. Ninaomba nisiseme maneno yangu, nisiseme neno langu, bali Roho Mtakatifu ukatumie kinywa hiki Baba, mimi nikatumike kama chombo, wewe ukaseme, wewe ukaombe, wewe ukatusaidie, wewe ukatufungue, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Sasa ninaomba kwanza, kabla sijaendelea mbele, nishukuru wewe ambaye umekuwa unatupigia simu kwa ajili ya shuhuda. Shuhuda ni nzuri, shuhuda ni nyingi, na Mungu awabariki sana. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye umetutafuta na kutuelezea kwa habari ya malaika. Jamani, kuna watu wameanza kuona malaika kwenye ndoto zao. Malaika wameenda, wamewapa maelekezo. Wengine wamewaona malaika wanawafungulia milango. Wengine wameona malaika wanawaelekeza kwamba usipite mlango huu, pita mlango huu. Wengine wanaona malaika wanawaambia usiende njia hii, nenda njia hii. Mwingine kaona malaika wanawatangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mwingine anasema ameota, naye ameona malaika ameingia kwenye nyumba yake, amefika mpaka ndani. Anasema akapatwa na uoga, akaanza kukemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona malaika na utawaogopa, lakini tulikuambia wakija utajua ndani ya moyo wako, ndani kabisa utapata amani. Hata kama utateteleka, watawaruhusu wengine wakuone, wengine watakupa maelekezo, watasema na wewe, wengine utaona wakifanya vitu. Hata ukiogopa moyoni, utasikia amani ya Kristo itakufunika, ili ujue ni salama. Hizi sio nguvu za giza, hawa sio ni majini. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Sasa tuendelee kwenye somo letu la leo. Nimekuambia leo, mtu wa Mungu, tunaomba na kuruhusu malaika watunasue kwenye kila mitego ya siri tuliotegewa njiani. Na nikakwambia kunasuliwa maana yake ni kuokolewa. Kwa hiyo tegemea sana kuona unaokolewa njiani kwa jina la Yesu Kristo. Lakini ndani ya mwezi huu pia, mtu wa Mungu, tumekuwa tunatembelea mistari mikubwa miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua,
usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye anakuagizia hawa malaika ni Mungu, na malaika anayokuagizia wanakuja kwako, na wakifika kwako wanakuchukua kwenye mikono yao. Kwa nini wanakuchukua? Biblia imetuonyesha kabisa, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu linapotueleza hivi, na leo tunatembea na hicho kichwa cha somo kinachosema malaika watunasue kwenye kila mitego ambayo iko njiani. Na unaona Mungu akikuagizia kwenye hii Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, anasema malaika watakudaka, watakunasua kwenye mitego. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wanakudaka? Miguu yako isiumie njiani, ili mitego yote ya kipepo ambao umewekewa kwenye njia yako unayotembea isikupate, ili mauti zote za kipepo zilizo kwenye njia yako isikupate, ili mateso yote ya kipepo yaliyo kwenye njia yako yasikupate, ili jambo lolote la siri ambalo umewekewa kwenye njia yako isikupate. Lakini pia tunasimama na hii Zaburi ya 34 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tegemea sana ndani ya mwezi huu, tegemea sana ndani ya hizi siku zilizobakia kuona malaika wa Mungu wakifanya kituo kwenye nyumba yako, kuona malaika wa Mungu wakifanya kituo kwenye maisha yako, kuona malaika wa Mungu wakikuzungukia. Kwa nini wanakuzungukia wewe? Wewe unamcha Bwana, wewe umeamua kumwamini Bwana, wewe umeamua kumuomba Bwana, wewe umeamua kuchukua hili neno la imani na kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu hautaona mabaya kwenye nyumba yako, ndani ya mwezi huu hautaona magumu kwenye maisha yako, ndani ya mwezi huu hata kama kuna vile vitu vilikuwa ni vigumu, vilikuwa ni vibaya, utaona Mungu anavifanya kuwa vyepesi. Kwa sababu gani? Malaika zake watakuja haraka na kutuhudumia. Na kama umekuwa unatufuatilia tangu mwanzoni, nilielezea malaika ni kina nani. Nikasema hivi, malaika ni viumbe ambao Mungu anawatumia kuwatuma kwenye maisha yetu na kuja kutusaidia. Na ukiwaona malaika wanakuja kwenye maisha yako au wanaenda kwenye maisha ya mtu, wanaenda kwa kusudi maalum. Na mtu wa Mungu, nilisema ya kwamba malaika hawa wanakuwa wamebeba utukufu wa Mungu, wanakuwa wamebeba nguvu za Mungu, wanakuwa wamebeba mamlaka ya Mungu. Kwa hiyo wanapofika kwenye eneo la maisha yako, wanapofika kwenye himaya yako, nguvu zozote za giza zilizokuwa zinakutaabisha haziwezi kukutaabisha tena. Nguvu zozote za shetani, nguvu zozote za majini, nguvu zozote za ubaya zilizokuwa zinakusumbua, malaika wakifika hautasumbuliwa tena katika jina la Yesu. Sasa leo tunapozungumzia ya kwamba tutaruhusu malaika watunasue kwenye kila mitego ya siri tuliotegewa njiani, ngoja nikuonyeshe neno la Mungu ili tuweze kuendelea mbele. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi 31 mstari wa 4. Zaburi 31 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Rudia tena. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kwenye hii Zaburi 31 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi, utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo tunasimama na kichwa cha somo kinachosema omba na ruhusu malaika wakunasue au wakutoe kwenye kila mitego ya siri uliotegewa njiani. Na ukisoma kwenye hii Zaburi 31 mstari wa 4, neno la Mungu linatuambia utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Lakini ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa 11 na 12, neno la Mungu linatuambia hivi, nitakuagizia malaika waje wakulinde katika njia zako zote, na malaika hao wakija mikononi mwao watakuchukua, mguu wako usijikwae katika jiwe. Kwa nini inamlazimu Mungu akuagizie malaika
waje kwenye njia zako zote na waje wakuchukue wewe, ili mguu wako usijikwae tu katika jiwe. Kama kujikwaa katika jiwe ni kitu chepesi au kujikwaa katika jiwe ni kitu cha kawaida, ukiangalia hili andiko mpaka Mungu inamlazimu ya kukuagizia malaika zake. Maanake katika njia kuna mitego, maanake katika njia kuna nguvu za giza, katika njia kuna vizingiti vya kipepo, na katika njia kuna mashimo ya kipepo ambayo shetani amekusudia kukutega njiani ili usifikie hatima yako au usifikie malengo yako au usifikie kusudi la Mungu alilokuwekea kwenye maisha yako. Ndio maana leo ametupa kichwa cha somo kinachokusema malaika zake watunasue kwenye mitego ya siri tuliyotegewa njiani. Kwa nini tumetegewa njiani na kwa nini ni mitego ya siri? Njiani ni sehemu yako ya mafanikio, njiani ni sehemu yako ya kwenda kufanikiwa, njiani ni njia yako ya kuendelea mbele ambayo Mungu amekuwekea, na shetani kwa siri anakuinda njiani. Ndio maana tunapomuomba Mungu, tunapomlilia Mungu, Mungu anawatuma malaika zake waje ili mguu wako usinaswe katika jiwe. Na leo ndugu msikilizaji, mtu wa Mungu, tunaenda kusimama na neno hili la Mungu. Tunamwambia Mungu, imeandikwa na umesema ya kwamba miguu yetu haitajikwaa njiani. Ya kwamba miguu yetu haitanaswa njiani. Kwa sababu gani? Ili tufanikiwe, ili tubarikiwe, ili tuongezeke. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama malaika hawatakuongoza kwenye njia unayoitembelea, kama malaika hawatakuongoza kwenye safari uliyopo, hauwezi kufika. Kwa sababu gani? Njiani kuna wavu. Kwa sababu gani? Njiani kuna vita. Kwa sababu gani? Njiani kuna mawe, na mawe yananasa miguu. Kwa nini miguu yananasa hatua? Kwa nini hatua? Ili usifanikiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, mahali popote nyayo za miguu yako zitakapopakanyaga nimekupa. Na neno la Mungu linasema nitakuagizia malaika waje wakulinde kwenye njia zote. Anaposema njia zote anamaanisha nini? Njia za biashara, njia za uchumi, njia za kazi, njia za ndoa, njia za mafanikio, njia za huduma, njia za taasisi, njia za uzao. Hizo zote ni njia. Ndio maana anasema njia zako zote. Kwa hiyo kazi mojawapo ya malaika wa Mungu ni kuhakikisha katika njia zako zote uko salama. Na kazi mojawapo ya malaika ni kuhakikisha katika njia yako hakuna mawe ya wewe kunaswa. Somo lililopita, mtu wa Mungu, tulizungumzia kwa habari ya kuruhusu malaika watufungulie lango la mji. Lakini kabla ya somo hili la kufunguliwa lango la mji, tulizungumza kwa habari ya kutoka kwenye magereza na kwenye mashimo. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kusikia sauti hii, rudi kasikilize yale maombi yaliyopita ili uelewe. Na tukasema hivi, malaika wanapokufungulia lango la mji, tuliona walivyofanya kwa Petro, ya kwamba wakamtoa Petro gerezani, wakapita na Petro kwenye lindo la kwanza, wakaenda na Petro kwenye lindo la pili, alafu wakaingia mjini, alafu lango la chuma likawafungukia. Lango la chuma lilimfungukia nani? Petro akiwa na malaika. Kwa hiyo malaika alienda na Petro ili akafungukiwe na lango la mjini la chuma. Alafu neno la Mungu likatuonyesha malaika akaenda naye njiani, akamwacha. Malaika akaondoka. Unaona, Petro akaendelea na safari. Kwa hiyo leo malaika wamekufungulia lango la mji, malaika wamekufungulia lango la biashara, malaika wamekufungulia lango kwenye hilo soko, malaika wamekufungulia lango kwenye huo mtaa, malaika wamekufungulia lango kwenye maisha yako. Na kwa hiyo baada ya kukufungulia lango, kuna maisha, mtu wa Mungu, kuna njia ya kuiendea baada ya lango kufunguliwa. Kwa hiyo tukasema hatuishii hapa. Roho Mtakatifu akasema kuna kuelekea njiani, kuna kuielekea future yako, kuna kuelekea mafanikio yako, kuna kuielekea ndoa yako, kuna kuelekea uzao wako. Nini? Malaika waende na wewe wategue mitego ambayo imetegwa kwa siri, mtu wa Mungu, imetegwa kwenye njia yako, mtu wa Mungu, ili usifanikiwe. Ndio maana unaona Mungu anapoagiza malaika, lengo la kwanza wanakudaka, wanakunasua, wanakuchukua kwenye mikono yao, ili neno la Mungu linasema mguu wako usinaswe
katika jiwe. Usijikwae katika jiwe. Kwa hiyo utaona hicho ni kitu kikubwa sana ambacho kiko kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana watu wengi wanakutana navyo kwenye maisha yao. Unamwomba Mungu akufungulie lango la kazi, unamwomba Mungu akufungulie lango la biashara, unamwomba Mungu kwa habari ya promotion, unamwomba Mungu kwa habari ya ukuu, unamwomba Mungu kwa habari ya uzao. Mungu anasikia, anakupa. Malaika wanakuja wanakupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wakishakupa usiache waondoke. Kama yule alikuwa ni malaika mtoaji, aje malaika mwingine wakukilinda kile kitu ulichopewa. Wakukana wewe kwenye kiti ulichopewa. Wakuenda na wewe kwenye hilo lango uliofunguliwa. Kwa sababu gani? Kuna mitego ya siri. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao utakutana nao wapya wa kufanya nao kazi. Wapo watu wa nguvu za giza hapo. Wapo watu wabaya hapo. Wapo watu wenye ira hapo. Wanasema tulimpiga vita asipate, sasa kapata. Kwa hiyo tutahakikisha hatokaa. Tutahakikisha hatodumu. Lakini sisi tunarudi tena. Tunamwambia Mungu, umeshatufungulia lango la mji. Mungu, umeshanipa huu mji. Mungu, umeshanifungulia lango la hii huduma. Mungu, umeshanifungulia lango la hii kazi. Mungu, umeshanifungulia, nimeona. Ndio maana kuna mtu ananiambia akaota ndoto anafunguliwa lango. Anaota ndoto anaelekezwa ya kwamba umekosea mlango ule, pita mlango ni huu. Baada ya pale kuna njia ya kuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Zaburi ya 31 mstari wa 4. Anasema hivi, utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri. Maana wewe ndiwe ngome yangu. Kwa hiyo kwenye barabara, kwenye njia zetu kuna wavu. Kwa nini wavu wameweka kwa siri? Wakutege. Bwana Yesu asifiwe. Watu watatumia udhaifu ulionao kwa siri wakutoe mahali ulipo. Watu watatumia kasoro zako ulizonazo kwa siri wakutoe. Sasa malaika akienda pamoja na wewe atakudaka. Bwana Yesu asifiwe. Atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui au watu wabaya watashangaa, mbona tulimtegea wavu wasiri asifike, mbona kafika? Mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini. Usifikiri watu wamefurahi wewe kuanzisha biashara ulioanzisha. Watu wameshanena maneno ya kipepo. Watu wameshanena maneno ya kichawi, wanasema hafiki. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui ya kwamba lango amekufungulia malaika. Na wewe amua ya kwamba siendi mwenyewe, naenda na malaika. Kama mmesema sifiki, wavu hautanipata, nitafika. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Naomba nisomee Zaburi ya 57 mstari wa 6. Zaburi ya 57 mstari wa 6. Wameweka wavu ili kuninasa miguu. Nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu. Wametumbukia ndani yake. Soma tena. Wameweka wavu ili kuninasa miguu. Nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu. Wametumbukia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona huyu Daudi kwenye Zaburi neno analolisema, wameweka wavu ili kuninasa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi yangu imeinama. Kwa nini nafsi ya Daudi imeinama? Kwenye njia anayotembea wavu umekuwa mwingi. Miguu yake inatafutwa kunaswa. Kwa nini adui anataka kunasa miguu yako? Ataki upige hatua. Ataki uende mbele. Ndio maana Mungu anasema nitakuagizia. Bwana Yesu asifiwe. Malaika zangu wakulinde katika njia zako zote. Kwa nini Mungu anataka sana kutulinda kwenye njia zetu zote? Kwa sababu hii ya Zaburi ya 57:6. Wameweka wavu ili kuninasa miguu. Wananasa miguu yako, usipige hatua mtu wa Mungu. Usifanikiwe mtu wa Mungu. Usiongezeke mtu wa Mungu. Usistawi mtu wa Mungu. Mungu amekupa kitu chema. Ameweka ndoa njema mtu wa Mungu. Amekupa mke au mume mwema mtu wa Mungu. Adui ameweka huo wavu kwenye ndoa. Anasema kwenye maisha na mume wake nitamkomesha. Kwenye maisha na uzao wa watoto wake nitamkomesha. Kwenye maisha ya hii safari yake nitamkomesha. Baada ya kufurahia lile jambo ambalo Mungu amekupa, unakuwa kama Daudi anasema hivi, nafsi yangu imeinama. Tangu
tangu umeingia kwenye hiyo biashara nafsi imeinama. Tangu umeingia kwenye hiyo ndoa nafsi imeinama. Tangu umemzaa huyo mtoto nafsi imeinama. Tangu umeanza hiyo huduma nafsi imeinama. Tangu umeenda huko shuleni nafsi imeinama. Tangu umechukua huo mkopo nafsi imeinama na madeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nafsi yako imeinama? Kwa sababu ya mitego ya siri waliokuwekea ili kukunasa miguu. Kwa hiyo kwenye njia yako unaona unajikwaa tu. Unajikwaa, unaumia, unapata madonda, unavuja damu, unapata sononeko, mpaka kitu ambacho Mungu amekupa uoni furaha yake, uoni faida yake. Mungu ataki nafsi yako iname usiku wa leo, mtu wa Mungu. Mungu ataki nafsi yako au moyo wako upate sononeko, mtu wa Mungu. Ndio maana anasema nitakuagizia malaika zangu waje wakudake, waje mikononi mwao wakuchukue, mguu wako usinaswe katika jiwe. Mguu wako usijikwae katika jiwe. Mungu anajua kujikwaa kunaleta maumivu, mtu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hataki ujikwae. Mungu anajua kujikwaa kunaleta sononeko ndani ya moyo, mtu wa Mungu. Mungu anajua. Ndio maana anasema malaika nendeni mdakeni, asijikwae. Sitaki ajikwae. Mikononi mwenu mchukueni. Manake huyu mwanangu amekaza kunipenda, amekaza kuniomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, malaika ni wa Mungu. Malaika hawafanyi kazi wasiposikia neno la Mungu. Malaika wanasikia neno la Mungu tu na sauti ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anawatuma waje kwako. Unapowaona malaika kwenye nyumba yako, unapowaona malaika kwenye biashara zako, unapowaona malaika wanajishughulisha na mambo yako, maana yake Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia maombi yako. Mungu amesikia sauti yako, amewatuma waje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nisomee Zaburi hiyo 57 mstari wa 6, Biblia ya habari njema. Ngoja nikuonyeshe tafsiri nzuri zaidi. Zaburi ya 57 mstari wa 6, habari njema. Maadui wamenitegea wavu waninase, nami nasononeka kwa huzuni. Wamenichimbia shimo njiani mwangu, lakini wao wenyewe wametumbukia humo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ona kitu ambacho kwenye hii Biblia ya habari njema anatuambia hivi, maadui wamenitegea wavu waninase. Wavu unategwa wapi, dada Krista? Njiani. Wavu unategwa wapi? Kwenye njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, nami nasononeka kwa huzuni. Ili jambo au adui waliomfanya limeleta huzuni kwenye moyo wa Daudi. Limeleta huzuni kwenye maisha ya Daudi. Limeleta sononeko kwenye maisha ya Daudi. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa ni mcha Bwana, Daudi aliendelea kumwomba Mungu. Ona kitu ambacho Mungu alimsaidia Daudi. Anasema hivi, wamenichimbia shimo njiani mwangu, lakini wao wenyewe wametumbukia humo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo tutaenda kuomba, tutaenda kuruhusu malaika wa Mungu waje watunasue kwenye mitego ya siri waliotegea njiani. Kwa hiyo yeyote aliyekutegea njiani atadumbukia mwenyewe. Amen. Yeyote aliyekuchimbia shimo njiani atadumbukia mwenyewe. Amen. Yeyote aliyekufanyia ubaya kwenye njia yako atadumbukia mwenyewe. Amen. Yeyote anayekutakia mabaya ataona mabaya yanampata yeye. Amen. Na wewe utafurahi kwa Bwana. Amen. Na wewe utachanua. Amen. Usihuzunike, mtu wa Mungu. Leo tutaenda kuomba sawasawa na neno la Bwana. Amen. Leo tutaenda kuomba sawasawa na neno la Bwana. Yeyote aliyefanyiwa mambo ya kiganga, mambo ya kichawi, mambo ya hila, mambo ya udanganyifu, mambo ya maumivu kwa siri, hivyo vitu vyote vitawarudia wao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikuonyeshe habari moja alafu utanielewa, mtu wa Mungu. Naomba nisomee dada Krista Mathayo 2:13 mpaka 14, alafu tutaruka utasoma 19 mpaka 21. Mathayo 2 mstari wa 13 mpaka wa 14. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Mstari wa 19 mpaka wa 21. Hata alipofariki Herode, tazama
malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma hili andiko mtu wa Mungu la Mathayo 2:13 mpaka 14, unaona malaika wa Bwana anamtokea Yusufu katika ndoto. Na mimi nimekuambia mtu wa Mungu, utaona malaika kwenye ndoto zako. Utaona malaika wa Bwana wanakutokea, wanakupa maelekezo. Hapa malaika anamtokea Yusufu. Neno la Mungu linasema hivi, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Nimesema leo tunaenda kuomba na tunasue mitego ambayo tumetegewa kwa siri kwenye njia zetu. Unaona malaika anaenda kwa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia Yusufu kwa habari ya mtoto wao. Anamwambia Yusufu kwa habari ya mafanikio yake. Anamwambia Yusufu kwa habari ya kuongezeka kwake. Anasema hicho ulichokipata, hilo jambo jema ulilolipata, huo uzao uliopata, kuna watu wanataka kukiangamiza. Herode anataka kukiua. Kwa hiyo Yusufu, toka, mchukue mtoto muende mji mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwenye njia ya Yusufu na Mariamu na mtoto kulikuwa na wavu. Kulikuwa na mtego wa mauti. Watu wanataka kuua uzao wako. Watu wanataka kuua mafanikio yako. Watu wanataka kuua kazi yako. Watu wanataka kuua hicho ulichokipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hili neno, Herode alikuwa ni mfalme. Herode akutaka Yesu akae kwa sababu Yesu alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo Herode anaona Yesu akikua yeye atakuwa mfalme. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwa nini wanakutegea mitego njiani? Wameona nyota yako. Amen. Wameona mafanikio yako. Ya kwamba huyu amekuja ofisini anapendelewa na bosi. Huyu amekuja ofisini ametukuta sisi tumekaa muda mrefu hapa. Mbona inaonekana promotion inataka kwenda kwake? Wanapanga kwa siri. Wanapanga kukuwekea mitego kwa siri. Wanapanga kukuangamiza kwa siri. Wanapanga kukutoa kwa siri. Kuna watu, wewe mtu wa Mungu ndio umewatambulisha kwa watu. Hao destiny helper waliokusaidia wewe. Hao watu wamekusaidia wewe. Unasema ngoja na mimi nikupeleke na wewe wakukusaidie. Tangu umewaingiza huko ndani, wewe wamekufungia mlango. Hiyo ni mitego ya kwa siri. Huo ni wavu kwa siri. Wamekugeuka ghafla. Wamekupangia mauaji. Wengine ndio wanataka hiyo mishahara usiongezewe upate kazi nyingi. Lakini wale wao. Watu wengi tumefanywa hivi na nguvu za giza. Watu wengi tumefanywa hivi na wachawi. Watu wengi tumefanywa hivi na watu ambao tulidhani tunawapenda ni watu wetu, lakini wamekutega kwa siri. Unaona malaika anamshtua Yusufu, anamwambia toka. Wamepanga kukuua. Wamepanga kuua uzao wako. Wamepanga kuua mafanikio yako. Kwa hiyo malaika kama alivyoenda kwa Herode, malaika kama alivyoenda kwa Yusufu, sio Herode, akaongea na Yusufu, ndio malaika hao waje kwetu watusaidie. Ngoja nikuonyeshe kwenye mstari wa 14. Nisome mstari wa 14 da Kristo. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Hapo unaona malaika alivyotokea kwa Yusufu, alichomwambia mchukue, nenda. Kwa hiyo Yusufu anatoka, anajua anapoelekea. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama malaika wataenda na sisi kwenye njia, tutajua tunapoelekea. Neno la Mungu linasemaje kwenye mstari wa 19? Mstari wa 19. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona tena malaika anamtokea Yusufu. Unaona kwenye njia ya Yusufu na uzao aliokuwa nao, kwenye njia ya Yusufu na baraka aliyokuwa nayo, akukaa peke yake, akuendelea nayo peke yake. Malaika anamwambia tena wamekufa waliokuwa wanamtafuta mtoto. Huku unaona Daudi anasema lile shimo walionichimbia wametumbukia wenyewe. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo mtu wa Mungu, yeyote aliyekufanyia ubaya utampata mwenyewe. Amen. Yeyote aliyepanga kukunasa njiani atanaswa mwenyewe. Amen. Yeyote aliyekutegea mtego utamtega mwenyewe. Amen. Yeyote aliyekupangia kukutoa mahali atatolewa yeye. Amen. Yeyote aliyepangwa
kuzimwa tutamzima yeye. Amen. Kwa sababu gani? Malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika, mtu wa Mungu atafanya hiyo kazi. Kwa hiyo hebu tuwaze, Herode anaenda kwenye lile eneo, alifikiri ataweza kumuua mtoto alafu amkuti. Manake nini? Malaika walikuwa pamoja naye. Kwa hiyo leo, mtu wa Mungu, nguvu za giza watatafuta jambo lako, hawatalipata. Amen. Watatafuta miguu yako, hawataiona. Watatafuta hatua zako, hawataziona. Amen. Watatafuta mafanikio yako, hawatayaona. Amen. Watasema, mbona huyu tulimchorea mstari, tulisema hataweza kwenda nchi za nje kununua mzigo. Wataona umeenda, umeposti biashara zako status. Watasema, mbona huyu tulimchorea mstari, tulisema hawezi kununua magari. Wataona unaendesha gari lako. Watasema, mbona huyu tulimchorea mstari, tulisema hawezi kupandishwa cheo. Wataona umepandishwa cheo. Amen. Watasema, mbona huyu tulimchorea mstari, tulisema hawezi kuolewa wala hawezi kuoa. Wataona vigelegele kwenye statasi zako. Wataona. Amen. Kwa nini wataona? Malaika wanaenda na wewe kwenye njia zako. Amen. Na wewe umekazana kuomba. Na kwa sababu umekazana kuomba, Mungu anawatuma mikononi mwao, wanakuchukua. Miguu yako, mtu wa Mungu, haitanaswa tena kwa jina la Yesu Kristo. Haitapotea tena kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kama ulishanaswa na mtego wowote wa mwindaji, usiku wa leo tutaomba. Malaika watakuja, watakutoa kama walivyomtoa Petro. Amen. Watakuja, watakung'oa kama walivyomng'oa Daudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa naomba unisomee ili andiko, alafu tukaombe. Naomba nisomee Wafalme wa kwanza mstari wa 21. Wafalme wa kwanza sura 21 mstari wa 4 mpaka wa 15. Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa 14 mpaka wa 15. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu, ukisoma hii habari unamuona huyu Ahabu alikuwa ni mfalme. Alafu Ahabu akalipenda shamba la kijana anaitwa Nabothi. Alivyolipenda lile shamba, kwa sababu lilikuwa karibu na mahali ambapo mfalme alikuwepo. Kwa hiyo huyu mfalme akatoka akaenda kuzungumza na Nabothi. Akamwambia, Nabothi, nimependa shamba lako, nimependa hii mali yako, ninaomba uniuzie, unipe. Nabothi akakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema, siwezi kukuuzia wala siwezi kukupa, kwa sababu huu ni urithi wa baba zangu. Kwa hiyo siwezi kuuza, hichi ni kitu changu cha thamani. Unaona, kwa sababu Nabothi amekataa, Ahabu akaumia, akafadhaika moyo, akarudi nyumbani kwake. Huyu Ahabu, ndugu msikilizaji, alikuwa ni mfalme. Alikuwa amemuoa mke wake anaitwa Jezebeli. Jezebeli akaenda kumwangalia mume wake, akamwona ana huzuni. Akamwambia, mume wangu, twende ukale. Mume wake akamwambia, mimi siwezi kula kwa sababu Naboth ameniuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema, unaona ya kwamba Yezebeli anamwambia mmewe ya kwamba, kwa nini una huzuni? Kwa sababu umekosa hilo shamba, mimi nitakupa. Sasa nisomee mstari wa 8 dada Krista mpaka wa mwisho tuweze kuona. Mstari wa 8. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea.
wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Naboth juu mbele ya watu, na watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu, wakasema, Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo akamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema, Naboth amepigwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Naboth amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka, ulitamalaki shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli, alilokataa kukupa kwa fedha, maana Naboth hako hai, lakini amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Nimekuelezea hapo mwanzo kidogo unielewe. Naboth akakataa kumuuzia Ahabu shamba lake, akakataa kumpa, kwa sababu kile kitu kwa Naboth kilikuwa kitu cha thamani. Lakini angalia kitu ambacho amemfanyia Naboth kwa siri, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema Jezebeli akaenda, ukisoma huu mstari wa 10, akaenda akaongea na wazee, akafanya njama ya siri ni namna gani atapata ile mali ya Naboth. Anasema hivi, mkainue watu wawili, mstari wa 10, watu wasiofaa, ili wamshitaki na kumshutumu kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige na mawe ili afe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, hili tukio linapangwa juu ya Naboth. Hili tukio linapangwa kwenye njia ya Naboth. Hili tukio linapangwa namna gani la kumdhalilisha Naboth. Bwana Yesu asifiwe. Naboth amekataa kuuza mali yake, amekataa kuuza kitu chake, amekataa kukitoa, mtu wa Mungu. Lakini watu wabaya, watu wa nguvu za giza, watu wenye nia mbaya mioyoni mwao wamepanga lazima wakipate. Anataka wanakipata, ataki wanakipata. Kwa hiyo wanapanga njama, wanampangia uongo. Wanaambiwa wale wazee, nyanyua watu wawili wasiofaa, watakaozusha habari ya uongo kwa Naboth. Watasema Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Hivi unaelewa, mtu wa Mungu, leo wewe usingiziwe umemtukana rais wa nchi, utakuwa kwenye namna gani? Utakuwa kwenye wakati gani? Lakini hili jambo linafanywa kwenye njia ya Naboth. Neno la Mungu linatuonyesha wakapanga ile njama, wakamleta Naboth, wakamshtaki, mashtaka akamwangukia. Alafu wale watu wawili waliopangwa wakafanya kama walivyoelekezwa. Naboth akapigwa na mawe akafa. Baada ya Naboth kufa, Jezebeli anamfuata mume wake, anamwambia Naboth amekufa, katamalaki lile shamba. Ahabu mfalme anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia leo malaika waje, mtu wa Mungu, wakuokoe kwenye njia yako, mtu wa Mungu, wanasue mitego ya siri uliopangiwa. Sasa tufikiria mimi na wewe, kama Naboth angeomba, malaika angeenda, angefanya nini? Manake angetegua mitego yao, angetegua wavu waliompangiwa Naboth, wangetegua zile nia walizompangia Naboth. Ndio watu wengi tunakutana na hizi changamoto. Ghafla unasingiziwa ofisini umeiba hela, ukuiba. Ghafla unasingiziwa umemtukana bosi, ukumtukana. Ghafla unasingiziwa wewe ulisema, ukusema. Ghafla unasingiziwa wewe umempiga, ukumpiga, walikupiga. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, hizi njama zinapangwa. Zinapangwa na watu wenye nguvu, zinapangwa na watu mashuhuri, zinapangwa na watu wenye mamlaka. Wanapanga dhidi ya Naboth. Kwa sababu gani? Ana kitu cha thamani. Watu, mtu wa Mungu, amekupangia njama za kukuua. Kwa sababu gani? Nyota yako inawaka sana. Watu wanapanga, mtu wa Mungu, kukutoa mahali ulipo. Kwa sababu gani? Una kibali. Ukionekana utapewa hiyo nafasi, wanakupangia njama. Kwa sababu ya njama hizo wanazozipanga, Daudi anasema, wamenitegea wavu kwenye njia yangu kwa siri ili kuninasa. Wamenichimbia shimo. Kwa nini wanakuchimbia shimo? Udumbukie ufe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiku wa leo, mtu wa Mungu, mimi na wewe tutaenda kuomba na kuruhusu malaika wanasue kwenye kila mitego. Bwana Yesu asifiwe. Watu nasue kwenye kila njama za kipepo. Watu nasue kwenye kila mipango ya nguvu za giza. Wengine wamepanga ulale,
kila ukilala unaota ndoto za majini mahaba. Mwingine kila ukilala unaota ndoto za majinamizi wanakukaba. Kwa nini? Wanakuibia vitu, wanakutolea vitu. Mwingine kila ukilala unaota unaolewa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili uoni ndoa. Kwa nini? Wamekuibia. Wanakutamalaki. Kwa sababu gani? Una kitu cha thamani. Naboth alikuwa na shamba lake zuri, shamba lake la thamani, lipo karibu na kwa mfalme. Kwa hiyo wanamwangalia, wanamuona hana hadhi ya kuwa karibu na mfalme. Wanamwangalia, wanaona hastahili kuwa na ile mali. Watu, mtu wa Mungu, wamekuangalia, wamekucholea mpaka. Wanasema pale afiki. Kwa sababu gani? Hatumtaki. Pale afiki. Kwa sababu gani? Hastahili. Yeye hastahili kuongezeka, hastahili kuwa na mali. Watu kwenye familia zenu wamekufanya hivyo. Watu kwenye ukoo wenu wamekufanya hivyo. Neno la Mungu linasema hivyo, wakampiga Naboth akafa, wakampiga kwa mawe. Alafu mfalme akaenda akamiliki shamba la Naboth. Leo mtu wa Mungu amekufanyia ila, watu wamekuibia vitu vyako, wanamiliki wao. Watu wamekuibia vitu vyako vya thamani, wamevichukua wao. Kwa sababu gani? Malaika hakuwepo kwenye njia yako. Malaika hakuwepo kwenye hatua zako. Neno la Mungu linasema nitakuagizia malaika wakuchukue, wakulinde kwenye njia zako zote. Mtu wa Mungu, namuomba Mungu atusaidie. Namuomba Mungu atupe neema, kama ikiwezekana tupite kwenye njia zetu zote ndani ya mwezi huu. Turuhusu malaika zake. Amen. Turuhusu uwepo wake. Amen. Turuhusu nguvu za Mungu zituokoe. Miguu yetu isinaswe, miguu yetu isijikwae katika jiwe. Mtu wa Mungu, kama wewe unaota unajikwaa katika jiwe, kemea leo. Maana shetani amekusudia usiongezeke. Shetani amekusudia usitanuke. Shetani amekusudia uangamie. Wengine wamenaswa kwenye mahusiano ya muda mrefu, hakuna ndoa. Wengine wamenaswa, matumbo yao ni utasa, hakuna uzao. Wengine wamenaswa kwa habari ya uchumi wao. Wengine wamenaswa njiani kwenye addiction. Wengine wamenaswa kwenye madawa ya kulevya. Wengine wamenaswa kwenye tabia ni viburi, hata ukipambana kuacha wachwi. Wengine wamenaswa, wananenewa maneno ya uongo. Watu wamekaa, wafalme wamekaa, watu wakuu wamekaa, wanasema ufiki. Neno la Mungu linasema Jezebeli akawaita wazee, akawakusanya, akapanga mipango mibaya, akasema nitafutie watu wawili wasiofaa waende kwenye njia ya Naboth. Na sisi usiku wa leo tunawaruhusu malaika waende na sisi kwenye hizi njia. Waingie na sisi kwenye hii miji. Watembee na sisi njiani. Watuchukue mikononi mwao, tufanikiwe. Hebu nyoosha mikono yako, mtu wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Nasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Nasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Nasema asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako linasema ya kwamba wewe Mungu utaniagizia malaika zako wanilinde katika njia zangu zote, mikononi mwao wanichukue, ili mguu wangu usinaswe katika jiwe. Bwana Yesu, nimeona habari ya Naboth kwa ajili ya kitu chake, kwa ajili ya jambo lake, wakamuua, wakapanga ila, wakamuweza. Nimeona Bwana Yesu kwenye Zaburi, neno lako linasema ya kwamba Mungu utaniagizia malaika zako wanisaidie. Zaburi 31 mstari wa 4 unasema utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Usiku wa leo nanyoosha mikono yangu mbele zako Bwana, kwa ishara ya kusema na kuhitaji, kwa ishara ya kusema njoo Yesu, njoo kwangu, ingia kwangu, nisaidie kwa habari ya maisha yangu, nisaidie. Usiku wa leo ninategua kila mitego
iliyotegwa kwenye njia yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na usiku wa leo ninaruhusu malaika zako watembee na mimi kwenye njia yangu, watembee na mimi kwenye njia yangu, watembee na mimi kwenye hatua zangu, ili waninasue na wanasue kila mitego walionitegea kwa siri. Hiyo mitego iliyotegwa na waganga, kila mitego iliyotegwa na watu wabaya, kila mitego iliyotegwa na watu naowajua na nisiowajua, leo hii Bwana ninaomba uniokoe. Leo hii Bwana ninaomba unisaidie. Nenda mbele za Mungu, omba. Yesu, ninakuja mbele zako, ninaruhusu malaika zako watembee na mimi, ninaruhusu malaika zako waje kwenye njia yangu, ninaruhusu malaika zako wategue kila mitego ya siri iliyotegwa kwenye njia yangu, kila mitego ya siri kila mitego kwenye njia yangu, ninategua kila mitego iliyotegwa kwenye njia yangu, nategua kwa damu ya Yesu, nategua kwa damu ya Yesu, nategua kwa damu ya Yesu. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Malaika zako waende nami, wanitangulie. Ninaruhusu malaika zako waende nami kwenye njia zangu zote, wanitangulie mikononi mwao, wanichukue mikononi mwao, wanichukue ili mguu wangu usije katika jina la Yesu, ili mguu wangu tegua mitego, tegua hiyo mitego kwenye hiyo njia yako, tegua hiyo mitego kwenye hiyo kazi yako, tegua hiyo mitego kwenye hiyo biashara, tegua hiyo mitego kwenye hiyo familia yako, tegua hiyo mitego kwenye huo uzao wako, tegua hiyo mitego kwenye mahusiano yangu, rekomanda kabadi. Omba mtu wa Mungu, rekomanda kabadi kwenye uchumi wangu, tunategua kwa damu ya Yesu, tunategua kwa damu ya Yesu, nategua kwa damu ya Yesu kila mitego, rekomanda kababa, rekomanda kababa, iliyotegwa kwenye njia zangu, nategua kwa damu ya Yesu, nategua kwa damu ya Yesu, nategua kwa damu ya Yesu, rekomanda kababa, rekomanda kababa, kila mitego walioiweka ili nase kwenye njia, ninaitegua kwa damu ya Yesu, ninategua kwa damu ya Yesu, randa kababa, kwa jina la Yesu, ninaruhusu malaika wa Bwana wanitangulie katika njia zangu zote, wanitangulie katika kila njia zangu, kwa jina la Yesu, ninategua kila mitego iliyotegwa kwenye uchumi wangu, ninategua kila mitego kwenye elimu yangu, ninategua kila mitego iliyotegwa kwenye kazi yangu, ninategua kila mitego iliyotegwa kwenye miguu yangu, kila wavu za kipepo zilizonasa miguu yangu, ninategua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, neno lako linasema kwenye Zaburi ya 57 mstari wa 6, maadui wamenitegea wavu waninasa, nami nasononeka kwa huzuni, wamenichimbia shimo njiani mwangu, lakini wao wenyewe wametumbukia. Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba kila wavu walionitegea kwenye njia yangu uwanase wao wenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninatamka kwenye njia zangu zote, kila mashimo walionichimbia watatumbukia wao wenyewe
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninatamka, ninakata nyavu zao, ninatamka, ninafukia mashimo yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mitego walionitegea kwenye ndoto zangu, kila mitego walionitegea kwenye ndoto zangu, kila adui, kila mapepo, kila majini, kila mizimu, kila nguvu za giza zilizonitegea mitego kwa kutumia mlango wa ndoto, leo hii ninarudi kwenye hizo ndoto, naruhusu malaika wapite kwenye hilo lango la ndoto, wategue hiyo mitego, wategue hiyo mitego, wategue hiyo mitego, wachane hizo nyavu, wachane hayo mashimo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo hii ninaingia kwenye lango la ndoto, kila mali, kila vitu vikubwa walivyoniibia kwenye ndoto, adui akasubiri nilale, akaja akatega mitego kwenye ndoto, wakaiba magari yangu, wakaiba funguo zangu, wakaiba ndoa zangu, wakaiba uzao wangu, wakaiba fedha zangu, wakaiba uwezo wangu. Nami naingia kwenye hilo lango la ndoto, naruhusu malaika waingie kwenye hilo lango la ndoto, wategue hiyo mitego kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila huzuni iliyozaliwa na mitego kwenye moyo wangu usiku wa leo, nategua kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mlango wa ndoto, ruhusu malaika apite. Naingia kwenye lango la ndoto, ninaruhusu malaika wapite, rudi kwenye hizo ndoto za shule, rudi kwenye hizo ndoto unapoteza mali, rudi kwenye hizo ndoto unalogwa, kila mitego kila ndoto ninaibiwa uchumi wangu, kila ndoto ninarudi nyuma, nategua hiyo mitego kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila huzuni zilizozaliwa kwa sababu ya ndoto, kila huzuni zilizozaliwa kwa sababu ya mitego, ninaziondoa hizo huzuni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila lango la ndoto lililotekwa na nguvu za giza, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango langu la ndoto, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango langu la ndoto, ninategua kila mitego iliyotegwa kwenye njia yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mitego iliyotegwa kwenye ndoto zangu ninategua kila mashimo walionichimbia na yafukia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka wametumbukia wao katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, naruhusu malaika zako watembee na mimi kwenye njia yangu, naruhusu malaika zako watembee na mimi kwenye njia yako, kwenye njia zangu, mikononi mwao wanichukue, mguu wangu usinaswe katika jiwe. Leo hii malaika wa Mungu tembea na mimi kwenye njia zangu, tembea na mimi kwenye biashara, tembea na mimi kwenye kazi, tembea na mimi kwenye shule, tembea na mimi kwenye uzao, tembea na mimi kwenye ndoa yangu, tembea na mimi kwenye mahusiano, tembea na mimi kwenye akili zangu, tembea na mimi kwenye mazo yangu katika jina la Yesu. Omba malaika wa Mungu atembee na wewe. Uniagizie malaika zako watembee na mimi katika njia zangu zote, mikononi mwao wanichukue, ili mguu wangu usijikwae katika jiwe. Nami Bwana naruhusu malaika zako wapite kwenye njia zangu, wanitangulie, watembee na mimi, wanitangulie, waende na mimi. Ninaruhusu malaika zako wakusaidie kwenye hiyo addiction, wakusaidie kwenye hiyo ndoto,
ninaruhusu wakusaidie malaika kwenye huo moyo wako, wapite wakusaidie kwenye lango kwenye hizo huzuni la zako, mji wangu, wakusaidie wapite kwenye hizo kwenye sononeko. lango Rekomanda la mtaa kababa wangu. zakarababa Ninaruhusu rakababa malaika katika jina la wanitangulie Yesu Kristo. katika njia zangu zote. Amen. Shika sadaka yako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa sadaka yangu hii, kwa sadaka yangu ninaiweka mikononi mwako. Ninaruhusu malaika zako waende na mimi kwenye njia zangu zote. Bwana Yesu, ninakuruhusu, pokea sadaka yangu, itakabali sadaka yangu. Bwana Yesu, ninaweka sadaka yangu mikononi mwako. Ninaomba unisaidie kwenye kila mitego ambayo nimenaswa, kama ambavyo Nabothi alinaswa hadi akafa. Leo hii Bwana Yesu, kwa sadaka yangu unisaidie mitego yote nilionaswa na adui nisife bali niokoe katika jina la Yesu. Nyosha sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezielekeza kwako. Mungu, ninaomba uzipokee. Mungu, ninaomba uzitakabali. Usiku wa leo ninatamka kila mitego ambayo tumetegewa kwenye njia zetu inatoka usiku wa leo, inateguka usiku wa leo, inateguka usiku wa leo katika jina la Yesu. Ninaruhusu malaika zako Bwana Yesu waingie kwenye njia zetu zote, waingie kwenye njia zetu zote. Watuokoe, watusaidie, watuongoze, watuchukue kwenye mikono yao katika jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuata sala hii. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimekupokea wewe kwenye moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Basi kwa kusema hivyo utakuwa umeokoka, na utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869 0655108869 au 0716052202. Lakini pia kama una changamoto yoyote au unahitaji maombi, utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869, na Mungu atakubariki. Amen. Acha utunyeshe mvua yako siku ya leo. Itunyeshe.